Kwa hiyo kuna muda mtindo wa game ilivyoenda na zile talking point. Kwa hiyo kwa bahati mbaya sana mechi ya Simba na Yanga talking point imekuwa ni kwenye tukio ambalo liliamua mechi ambalo lilizigawa hizi timu mbili kwenye matokeo ya mwisho. Hem, tuanzie hapo. Kwenye lile bao lilikuwa ni bao halali, na kama alikuwa bao halali, changamoto ilikuwa ni nini? Bao ambalo lilifungwa na Pacome Zouzoua ambaye naye sasa anakuwa katika michezo miwili mfululizo dhidi ya Simba kahusika kwenye goli 3. Kwenye lile goli kuna matukio mawili ambayo yanazungumzwa, na nitaanza na tukio la kwanza ambao tukio la kwanza linalozungumzwa pale ni offside. Offside, yes. Kwangu mimi, na nikirifaa kwenye sheria za mpira wa miguu, naweza nikasema kwamba pale hapakuwa na offside. Kwa sababu wakati Max ana receive ile mpira Pacome alikuwa kwenye eneo la kuotea. Na kwa mujibu wa sheria namba 11 ya offside inasema kuwa kwenye eneo la kuotea si kosa. Kujihusisha na mchezo ukiwa kwenye eneo la kuotea ndio kosa. Max baada ya kuupata ule mpira alikuwa anafanya movement kuelekea goli. Pacome alichokifanya ni kumpisha Max ajiepushe kuhusika na mchezo ili move iendelee. Tukio lililofuata baada ya pale ni mgusano ama mgongano wa Pacome na Rushaine De Rock. Kilichotokea pale sasa ndio inaweza ikawa talking point ya pili. Wanaotazama kwenye YouTube na East Africa TV walikuwa wanaona hiyo movement jinsi ambavyo imetokea. Hilo ni tukio la pili sasa ambalo limetokea kwenye mfululizo wa hilo goli. Pacome na Rushaine De Rock, hapo ndipo inapokuja hoja. Pacome alimgusa De Rock muda gani? Ukitazama video vizuri, Pacome wakati anamgusa Rushaine De Rock tayari alishakuwa kwenye eneo la onside, kwa sababu sheria namba 11 ya mchezo wa mpira wa miguu inasema kwamba mchezaji atakuwa kwenye eneo la kuotea iwapo mbele yake kuna mchezaji mmoja tu wa timu inayozuia. Yaani mchezaji wa timu inayoshambulia ndio ambaye anakamatwa kwa offside, atakuwa kwenye eneo la kuotea iwapo mbele yake kuna mchezaji mmoja wa timu inayozuia. Lakini mchezaji huyu wa timu inayoshambulia atakuwa kwenye eneo sahihi iwapo mbele yake kuna mpira pamoja na mchezaji mmoja wa timu inayozuia. Pacome alifaidika kwa sababu mbele yake, wakati kabla hata hajagusana na Rushaine De Rock, mbele yake tayari kulikuwa kuna mpira pamoja na goalkeeper wa Simba, ambaye goalkeeper wa Simba ana act kama mchezaji wa timu inayozuia. Kwa hiyo tayari Pacome alishakuwa kwenye eneo sahihi. Mgongano uliotokea pale sasa, hapo ndipo hoja inapokuja. Pacome alifaidika na ile obstruction aliyomchezea Rushaine De Rock, ambapo hapa turudi kwenye sheria namba 12 ya fouls and misconduct, ambapo sheria hii inarudi kwenye mandate ya muamuzi kwa namna ambavyo anatafsiri. Ukiangalia picha za marejeo, muamuzi pale tayari tushamuondoa Mohamed Mkono hapo hayupo tena. Inabaki sasa kwa Ahmed Arajiga kwamba aliiona foul ambayo Pacome alimfanyia Rushaine De Rock. Kama hakuiona, hiyo ni juu yake. Kwenye eneo lile, ukiachana kwenye foul and misconduct, ukija kwenye eneo la offside, ukiangalia movement ya Pacome anavyoiwa offside, kwa movement ni alijihusisha na mchezo. Mfano kama ukiangalia clip, Pacome alikuwa bado anamzunguka Max akiwa anainterfere na naweza nikasema hiyo blocking ambayo umeipeleka kwenye foul and misconduct, unaweza kaona ni ile aina ya Pacome kuamini kwamba anajitoa kwenye offside position, movement yake ikaenda kumblock mtu akitokea kwenye offside position, ambapo unaweza kusema ni kama alikuwa obstacle ya vision ya mchezaji mwingine wa Simba, lakini tu sio hivyo, ule mzunguko wake ambao unasema anaikimbia offside ni akaenda kublock mtu. Hii sio kwamba Pacome alikuwa kwenye offside position na akawa involved kwenye mechi, kwa sababu nimeona clip ya Lionel Messi. Unajua Messi alistand still shwa mpaka Neymar alivyokuja kuua offside ndo akacheza. Lakini Pacome itakiwa ni apishane au asimame pale pale alipo. Lakini kitendo cha, kwa sababu kimwangalia ni mtu ambaye angeweza kupigiwa hata pasi, kwa sababu alikuwa anaangalia huko nyuma namna ambavyo alikuwa anageuka. Hakukuwa kuna interference au yeye kuingilia mchezo. Kilichotokea pale ni kwamba tunarudi kuangalia nani alikuwa kwenye control ya ule mpira.
control ya mpira alikuwa nayo Max. Max hakupiga pasi wala Max hakuwa ameudribble mpira kwenye engo kwamba hakuwa na uwezo wa kuufikia, ama hakuwa kwenye eneo ambalo nyuma yake angeweza kupata disturbance ya moja kwa moja na mchezaji wa Simba. Max baada ya mpira kusogea kumrudisha Pacome akiwa onside, sasa ndipo baadaye mchezaji wa Simba ambaye ni Rushaine De Rock anakuja kukolai. Kwanza kabla hujaenda mbali nani mtu wa studio kama atatusaidia nachoomba nani Wakanda uiangalie hii clip wakati Maxi anaenda na mpira ndani, Pacome anavyokuwa kwenye offside position, body language yake au movement zake zilikuwa ni za mtu yani alikuwa hajihusishi na tukio au alikuwa anahusika. Tuangalie kikawaida, unamwona Pacome kikawaida haina movement aliyofanya. Kikawaida hicho kana fanya Pacome ni kumpisha Max, kwa sababu pale utegemei ambapo kimpisha mtu ni nini, amempisha Max aendelee, kwa sababu Max ndio yuko kwenye control ya mpira. Pacome hakuwa kwenye control ya mpira. Kumpisha maana kaingilia mchezo. Hakujaingilia mchezo kwa sababu gani? Aliyekuwa kwenye mchezo hapo ni kuinterfere. Ameinterfere kwa sababu kampisha. Aliyekuwa kwenye mchezo, aliyempisha ni mchezaji kwenye control ya mpira ambaye ni Max Mpia, ambaye Max alikuwa anaenda kufunga, kwa sababu ukisema Pacome asimame still pale kwenye mpira anaenda collide na Max, Pacome pale asingepaswa kuyeyuka, kwa sababu anapaswa kumpisha, ilikuwa ni advantage kutoka kwenye eneo lile la kuotea. Amempisha mchezaji wa timu yake ambaye alikuwa kwenye control ya mchezo. Swali jepesi. Sawa, Wakanda, swali jepesi. Kitendo cha Pacome kumpisha Max haikuwa advantage kwa Max? It was not involvement ya mchezo kwa Pacome, kwa sababu ni mchezaji ambaye tuna expect utafanya movement uwanjani. Ingekuwa kwamba mchezaji anatakiwa tu kusimama still uwanjani, kwamba matukio yote usimame still, wachezaji wote ingekuwa nakutwa kwenye eneo la kuotea. Movement ya kuondoka iwapo pale ingekuwa ni offside, iwapo kama Pacome moja kwa moja angekuwa anamblock mchezaji ambaye anaenda kumkaba Max akitokea kwenye eneo la nyuma yake, kama Kamara angekuwa anafanya movement kumfuata Pacome, na baada ya Pacome kumfuata Max, na Pacome yeye alikuwa ni obstruct kwa Kamara kumfuata Max. Na mfano nakupa mfano mmoja, ingekuwa pale labda Max anapiga shoot straight, baada ya kureceive anatandika ule mkwaju moja kwa moja uende golini, na Kamara ukamzidi pale, inakuwa ni offside, kwa sababu Pacome anakuwa ameingilia vision ya Kamara. Na ndio maana kwenye yale matukio namalizia kidogo tu, kwenye yale matukio ambayo unakuta mchezaji yupo kwenye eneo la kuotea kabisa, hajajihusisha na mchezo, imepigwa shoot akiwa kwenye eneo la kuotea, akauruka mpira, mwamuzi anawaleta watu kati. Kwa sababu gani? Hapana. Hii hapo tu, ngoja Ibra nitakupa mfano. Kuna mechi moja ya EPL. Yes. Ilikuwa mechi ya Everton na nani? Kuna games za Everton na Man City nakukumbusha. John Stones inapigwa shoot, anauruka mpira akiwa hajazuia vision. Alikuwa amekaa chini, alikuwa amedondoka. Sawa? Akiwa mbaki mwenyewe ikawa ni offside. Ukapigwa mpira, akanyanyua miguu juu. Mpira ukapita chini. Ilikuwa offside. Kwa sababu kitendo cha yeye ukiwa kwa offside position, ukaupisha mpira, si ndio? Ukaupisha mpira, maana yake kuna vision ya goalkeeper. Yaani wewe kitendo chako cha kubendi au kuna nini kama tu ndio umeingilia mchezo, ndio maana umegusa vision ya kipa. Yaani kama goalkeeper hajapata obstruction ya kuuona ule mpira tangu unatoka, hapo movie inaendelea. Iwapo pale Pacome angekuwa amedistract vision ya Kamara, ile ilikuwa inatafsiriwa kwa offside. Lakini kwa sababu Kamara hakuwa distracted, Max hajapiga shuti, Pacome amekuja kumdistract Rushaine De Rock akiwa tayari kwenye eneo la onside, pale tunarudi tu kwenye sheria nyingine ya juu yake, sheria namba 12 kwenye fouls and misconduct. Lakini kwenye offside pale haikupaswa kuwa offside. Yes, kwenye offside offense pale kuna vitu viwili. Kuna kuingilia mchezo, lakini pia kuna kumuingilia mpinzani au kumzuia mpinzani. Kwenye kumzuia mpinzani kuna njia mbili au zaidi ya mbili. Inawezekana ukamzuia kwa mwili ili asiweze kufikia mpira, au ukamzuia kwa maana ya vision asiweze kuona tukio ambalo liko mbele yake. Pacome alifanya vitu vyote viwili kwa wakati mmoja. Lakini nani kidogo nyanyome usikike vizuri. Tukio lake la kwanza ambalo lilimfanya yeye hanufaike na ule mpira au na ile movement akiwa kwenye eneo la kuotea, ni kwenye kuzuia vision ya defender wa Simba kuweza kuona ule mpira, ambaye alikuwa karibu kuweza kuona ule mpira. Na pale kulikuwa na defender watatu. Kulikuwa na Rashid Elie, kulikuwa na Chamuka Rabu, lakini upande wa nyuma huku ambako ni mkono wake kushoto Pacome, kulikuwa na Nabii Kamara ambaye naye pia alikuwa anafanya movement kuelekea mpira ulipo. Kwa kitendo cha Pacome, je, movement
kwenye mwili wa binadamu sio paka ukimbie. Unaweza kawa unageuka, unaweza kawa unajitanua, that is movement. Na kitendo cha yeye kuanza kujitanua mwili na kugeuka mwili wake wakati tayari yupo kwenye eneo la kuotea. Wakati huo tayari Max alikuwa anakokota ule mpira na ule mpira ulikuwa unaseleka kuelekea mbele. Alichofanya yeye ni kuzuia vision ya defender Simba Ben David Kamara. Na defender mwingine ambaye alikuwa nyuma ambaye alikuwa anamzuia kwa mkono, huko alikuwa anamzuia kwa vision ili asiweze kuona ule mpira. Wakati anafanya yote haya, alikuwa anatengeneza njia ya mpira kupita na Max kupita. Maana kaingilia mchezo. Kwa namna nyingine ameingilia mchezo, lakini wakati huo pia wakati huo pia ngoja nimalizie wakando. Kuna tafsiri mbili ambazo ya kwanza ni kumzuia mpinzani. Kwa tafsiri ya offside ni mbili. Kumzuia mpinzani. Hajamzuia mpinzani. Ngoja nimalizie. Kwenye kuingilia tukio. Vizuri tu viwili hapa. Kuna kuingilia mchezo na kuingilia mpinzani. Interfering the play and interfering the opponent. Pale alichokifanya ambacho kimemfanya yeye aonekane yupo kwenye eneo la kuotea ni kuinterfere opponent, ambapo pale amefanya vitu viwili. Cha kwanza ilikuwa ni kuzuia ile ni obstruction kwa Rashid pamoja na Chamu kufikia mpira, lakini Rashid amemzuia baada ya yeye kuwa onside. Alikuwa karibu moja kwanza. Rashid amemzuia baada ya Max baada ya mpira kwa mbele yake. Ndio nakuwekea fact sawa, nakuwekea fact sawa. Yaani Rashid amezuiwa baada ya mpira kwa mbele ya Pacome. Tulia nimalizie, usichamaliza. Tukio la pili. Amezuia vision ya beki wa kushoto wa Simba ambaye alikuwa Nabii Kamara kuweza kuona. Alikuwa mbali sana. No, video si ipo hapa. Kamara alikuwa mbali sana. Yaani kwenye ile tukio Kamara alikuwa mbali kabla hata kwa Max yote anafanya. Unarudi kwenye kipengele cha pili ambacho ni kuinterfere the opponent. Amemzuia mpinzani kuweza kufikia mpira, lakini huu mwingine ilikuwa ni vision na kuweza kuona ule mpira ambaye yeye ndiye alikuwa karibu zaidi. Vision nani? Vision nani kazuia vision? Kwa wakati huo haya yote anafanya. Aliyezuia vision ni nani? Kwenye eneo la kuotea. Maana utuambie kuzuia vision ni nani? Tuambie kwanza aliyezuia vision ni nani? Lile tukio lilikuwa ni offside halali. Asa aliyezuia vision kwanza nani Nsabigwa? Aliyezuia kuona ule mpira. Na maana nikasema kwenye issue ya movement ya binadamu sio paka ukimbie. Mwili tu wenyewe ukiwa na stretch, hizi ni movement. Ukiwa unazunguka ni movement. Ukijitanua mwili zile ni movement zote. Na yote amefanya akiwa neno la kuotea. Sawa. Yaani mimi swali langu ni moja. Aliyezuia kuona mpira. Hili ni tukio ambalo kama sisi tunabishana hapa, muamuzi unaweza kujiuliza kwenye eneo la kwanza kwa kinamuia vigumu kwa kiasi gani. Na ndio maana jana mimi conclusion yangu ilikuwa kwamba ni tukio ambalo huwezi kumlaumu muamuzi. Kwa sababu hata sisi hapa tunavyobishana, kila mtu anajaribu kuangalia fakti zake, na ndilo eneo ambalo sheria sasa kila mtu anakuja kuitafsiri, kwa sababu kuna vitu vingi hapa na ambavyo vinatokea. Kwa sababu ukienda mbali, kuna mtu ambaye anaweza kuambia kuna build up ya goli ilifanyika faulu, lakini ukiangalia kwenye angle tofauti kuna mtu anaona kama contact ilikuwepo kama haikuwepo. Na leo asubuhi nikamwambia Perez, nikamwambia angle pekee ambayo ingeweza kutuambia kama Pacome alicheza faulu au hakucheza kwa 100%, endapo kama kungekuwa kuna kamera ya nyuma ya goli ambayo ingetuonyesha wale watu wakati wanakuja. Unajua kwa sababu kamera engo ambayo tunaipata ni engo ya pembeni ambayo unamwona Pacome kama kaji, lakini kuna engo nyingine imechukuliwa sijui na kamera gani, unaona kama hakuna imetoka jukwani, imetoka jukwani, unaona kama hakuna contact. Kwa hiyo pia kwenye engo za cameras kuna engo moja muhimu ambayo hatujaipata, hasa kwenye ile eneo ambalo watu wanazungumzia kwamba Pacome alicheza faulu. Isipokuwa tu mimi hofu yangu ndogo ambayo ilikuwepo ni aina ya movement ya Pacome anavyotoka kwenye offside position. Ni alikuwa kwenye mazingira ya kutengeneza hapo, kutaka kuendelea kucheza. Mimi hofu yangu ndio ilikuwa, lakini sitaki kumbebesha mzigo muamuzi wala kusema kwamba ilikuwa very tight kuweza kufanya maamuzi kwenye hili jambo, na ndio maana tunakuja kurudi kwenye eneo la opinion. Lakini ukitazama jinsi ambavyo tukio lilienda, mimi hofu yangu ni moja tu, ni aina ya movement ya Pacome kutoka kwenye offside position kuja kwenye on position, kwenye engo hiyo, kwenye onside ni ambavyo alikuwa anajitoa kama bado yupo kwenye engo hiyo. Ndio yangu mimi tu basi. Hiyo tutarudi kwenye sheria namba 11 ambapo Nsabigwa uzuri ameiongea vizuri sana. Interfering with the play by obstructing a player, an opponent, ama kublock vision ya opponent. Blocking vision ya opponent ni kama una block uwezo wa goalkeeper kuona ule mpira wakati unakuja. Lakini interfering with the play ni kama unaenda kumzuia. Sio mimi, sheria inasema hivyo. Interfering with the play ni kama kwenye zile engo mbili, blocking pamoja na obstructing. Obstructing huwezi kumobstruct mchezaji wa timu yako
unamobstruct mpinzani anaenda kukaba. Sasa Wakanda ndio hapo tunaposema kwamba aina ya movement aliyoifanya Pacome anavyotoka kwenye eneo la offside ilikuwa kwa namna alivyo, ndio maana kuna ku stand still. Kuna unaweza ukasimama mtu wako akapita au wewe ukatembea kwa kujitoa. Lakini pia hata uondokaji wa Pacome, kwa sababu unajua Wakanda namna ambavyo Pacome kaondoka alikuwa anaenda anazunguka. Kwa hiyo kwenye kuzunguka kwake kuna eneo mtu anaweza kusema alimzuia mchezaji wa Simba. Nitakupa mfano mmoja. Kaangalie mechi ya Simba dhidi ya Yanga, goli la Joseph Gwede. Gwede anatoka kwenye eneo la offside, anafanya run ile ya kukata, unakuzunguka kama ishara ya mwezi. Ile unatoka kwenye offside, unazunguka, unarudi ndani, akamwazimbo tofauti na hii. Hicho ndio kinachofanyika. Ndio ninachofanya, ninachokuambia ni kwamba movement ya kutoka kwenye offside sio lazima ubaki umesimama. Movement ya kutoka kwenye offside sio upishe mpira, unaweza pia ukafanya run ambayo inakurudisha onside. Pacome amefanya movement ambayo ilikuwa inamrudisha onside kwa kugeuka kumpisha Max alivyopita na mpira ukawa mbele yake akawa onside. Obstruction imekuja baada ya Max kuwa mbele ya Pacome, na obstruction ya Pacome imekuja kwa Rushaine De Rook ambaye alimblock pale. Ukisema blocking vision, kublock vision, Kamara haja block vision. Mimi nimekuelewa, lakini distance ya matokeo ambayo unazungumza na tukio la jana ni tofauti, kwa sababu mimi nazungumza kwenye run, mimi nazungumza kwenye mkimbio, tunazungumza eneo kwenye mkimbio alizidi hata yadi mbili, ndio tofauti. Mimi nazungumza kwenye mkimbio, tofauti ni yadi moja. Sasa ndio maana tunasemaje eneo ambalo Pacome alilompisha, yani mimi mfano nikuuliza movement ya Pacome Wakanda, sorry kidogo, movement ya Pacome haikumnufaisha Max. Kwenye sheria ya offside haimkatazi. Sheria ya offside namba 11 haimkatazi, kwa sababu sheria ya offside nimekwambia hapa kuinterfere with play na baki kwenye vitu viwili. Kuinterfere in play na baki kwenye vitu viwili, block vision na obstruction. Lakini pia nakupa mfano mwingine mzuri. Simba anapata goli dhidi ya Stellenbosch. Kibu alienda kuinterfere ule mpira, lakini hakufanya vitu viwili. Hakublock vision ya mtu, Kibu hakuinteract kwenye ule mchezo kwa kublock vision ya beki, goli likasimama. Alipiga Jansha Zahwa, goli likasimama pale. Mbele ya VAR, leo ndo tunasema offside kwa sababu tunazungumza Wakanda. Goli linasimama. Sasa hiyo ndio vitu ambavyo tunavyoongea kwamba kuna muda ile ya Simba ilikuwa offside. Leo na hapa tulitukanwa vile vile. Ndio nawaambia hapa tulitukanwa vile vile. Kwenye sheria ya offside. Kwa hiyo kosa alihalisi na kosa. Kwenye sheria ya offside, lakini itabaki kwenye maoni. Kwenye sheria ya offside vitu viwili ambavyo vinakuweka ukiinterfere with play, halafu interfering with play ina vitego vyake vingine viwili. Cha kwanza block vision, cha pili obstruction. Sasa nimewauliza Pacome amemblock nani? Hamjanitajia. Nimewaambia Pacome amemblock. Movement yake ameenda kumblock. Alimblok nani? Alimblok nani? Vision. Rushaine amekuja kwa block na Pacome baada ya Max kumweka Pacome onside. Ndio maana kuna eneo Wakanda hajaelewana. Wakanda tunachozungumza sisi ni kwamba sawa, aina wakati Pacome anavunja offside trap, ndio alijihusisha na mchezo direct. Alijihusisha vipi? Angalia ina movement wakati tunakuonyesha hapa kwenye move. Ibra, move sio kukwepa. Move sio kukwepa mpira wala move sio kusogea. Unaweza ukarudi onside kwa kufanya mkimbio. Ndio maana nimekupa reference ya mechi ya Simba na Yanga iliyopita. Joseph Gwede alifanya movement akarudi ndani, alifanya run. Kwa hiyo kukimbia offside, kukimbia offside Kasuga sio kusimama wala sio kukwepa mpira. Unaweza ukakimbia. Tuangalie clip hii hapa. Hem, niambie attention ya Pacome anavyovunja ile offside. Amemkwepa Max. Kamkwepa Max pita. Baada ya kumkwepa Max karudi onside, mpira umemrudisha Pacome onside. Kumkwepa Max ndio tunachosema. Hapo yani kumkwepa Max Kasuga ndio nakwambia pale Pacome asingeyeyuka. Yani yeye mnataka Pacome ayeyuke. Amehusika kwenye mchezo. Siwezi kusema kwamba yule mtu. Sasa sheria isemi hivyo. Sheria isemi hivyo. Sasa sheria inasema kuhusika kwenye mchezo vitu viwili, either block vision anayezuia ama obstruct yule anayezuia. Max sio mchezaji anayezuia pale, Max anaenda kufunga. Sasa kwa nini tuseme Pacome ameingilia mchezo wakati hajafanya vile vitu viwili? Kevo, kwani Kasuga wewe usichomuelewa Wakanda ni nini? Mimi nimemuelewa. Usiangalie kwa goli alilofunga Pacome, assume mpira aliondoka nao Max Nzengeli anaweka kimiani.
stories za Pacome zingekuja hapa kwa Pacome alikuwa mfano mzuri sana huo. Max angefunga. Imeenda ile deflect ikarudi ikamkuta Pacome. Rebound, yes. Ingeingia goli ilikuwa ni offside. Hapana. Sasa kwa nini sasa hivi unaanza kumake? Yaani kama Max angefunga ina maana tusingekuwa na hii debate. Hizi stories za Pacome sijui amezuia, sijui amefanya nini. Zisingekuja. Uongo kweli. Na unajua kwa nini hivyo watu wanapishana? Kuna ambao hawataki kuzungumzia offside, wanazungumzia foul. Na mimi ndo nazungumzia foul. Kwa sababu ndio maana nimegusa hapa kwenye foul. Endapo kama tungepata clear vision na tungejidhihirisha kwamba kweli Pacome alimpa mtu mgongo, si ndio bega, kwa sababu ikiwa shoulder to shoulder it's not a foul. Lakini namna ambavyo alijisogeza kuna engo ukiona ni kama Lusheni alikuja pale alimblock Lusheni. Alimblock. Kwa hiyo kwenye ile pause kusema kwamba kwenye build up endapo kama Lusheni angeweza kupita maybe yeye ndio angekuwa mnufaika wa rebound, labda angeweza kufanya clearance. Kwa sababu baada ya wale kudondoka Pacome akawa free akafunga. Ndio maana nasemaje kama tungekuwa tuna VAR maybe mwamuzi angepata nafasi ya kuangalia foul kwenye build up ya goli. Hiyo ndo hoja. Ndio hoja. Yaani hoja ni foul, hoja si offside. Hoja ni foul. Hoja si offside. Foul ilikuwepo. Foul ilikuwepo. Foul ilikuwepo. Yes. Foul ilikuwepo. Kwa hiyo goli sio goli. Pale wewe sasa. Kwa sababu ya foul alikopaswa kwa goli. Kwa sababu ya foul. Lakini msiseme offside. Kasuga mwenyewe ana prove kwamba ilihitajika clear vision. Of course. Unamkatalia nini Wakanda anachokieleza? Kumbe wewe hujaipata hiyo clear vision. Sikia nikwambie kitu kimoja. Mimi ndio nimekaa hapa. Huyu lazima aongee. Kwa huyu anaongeaje? Lazima mimi nimchochee. Yaani nyewe wewe na Nsajigwa mmekuja kama kumpinga. Unajua ni mtu ambaye unaomba mtu akwambie akuelezee. Kevo, tunarejea.